Sasa wazia hili, kwa zaidi ya saa 17 miji kadhaa nchini Kenya iligeuka kuwa viwanja vya makabiliano makali, huku vijana wakilenga kufika katika majengo ya bunge na pia ikulu ya rais kwa ajili ya kuishinikiza serikali kusikiliza malalamishi yao. Ni hatua ambayo serikali sasa imetaja kuwa jaribio la kupindua uongozi wa Rais William Ruto. Familia zaidi zimeachwa bila wapendwa wao waliouawa na wengine wakiuguza majeraha mabaya. Ili kuchambua hili kwa kina, sasa tuungane na afisa mkuu wa shirika la Vocal Africa, Hussein Khalid, ambaye pia alikuwa katika maandamano jana. Hussein Khalid, mulitaka kupindua serikali? La hasha. Ni wazi kabisa, na labda tuwakumbushe tu idara ya usalama ama ya mambo ya ndani kwamba tuliweza kufikisha notisi ya kufanya maandamano. Hiyo notisi ilipokewa. Polisi walituita, tukakaa chini, tukawaelezea kinagaubaga malengo yetu, hata ile njia ambayo tutapitia ili kuweza kufinikisha ile azma yetu kuwakumbuka wale waliouawa. Lakini hatukupiga hata hatua 10 pale tu tulipokuwa tumeanza, pamoja na wazazi kuwa tumeshikana mikono, basi tukaanza kutupiwa vitoa machozi, tukaanza kuona maji yakimwagwa. Kwa hivyo waliokiuka ni serikali na polisi, yale maagizo tuliyokubaliana. Kidogo tu hapo Hussein Khalid, mmesema mlikuwa na familia za wale waliopoteza wapendwa wao mwaka jana. Wazazi walikuwa hapo. Tulimuona aliyekuwa jaji mkuu wa Kenya alikuwa hapo. Wewe na wanaharakati wengine. Wapi kuliharibika mpaka vitoa machozi vikaanza kutupwa? Ndio sisi pia hatufahamu. Manake tulikuwa tumeshikana mikono, tumebeba maua, na tulikuwa tuna imani kwa sababu tulikuwa tumeshakaa na idara ya polisi. Tukaelewana, tukakubaliana, tukawaambia tutaanza hapa, tutafika mahali fulani, tutaweka maua, tutafanya maombi, tuendelee mpaka hatua nyingine, tuweke maua, tufanye maombi. Lakini la kutushangaza ni kwamba yale ambayo tuliyokubaliana, wao ndio waliyakiuka. Tukiwa tunatembea, hakuna rabsha yoyote, wakaanza kutupa vitoa machozi. Tulikuwa na wasiwasi mkubwa kwa sababu wale walikuwa wamama ambao watoto wao walikuwa wameuawa. Tukaingiwa na wasiwasi, tukawaondoa, kuwaweka salama. Serikali inasema kuna makundi ya vijana ambayo wamelipwa ili kuweza kuzua vurugu katika maandamano hayo. Je, kuna ukweli wowote hapo? Sasa hayo ni mambo ambayo serikali inafaa kutuambia. Jambo ambalo sisi tuna hakika nalo ni kwamba kipengele cha 37 sura ya 4 katiba ya Kenya kinahakikishia kila Mkenya haki ya kuandamana, na kuna sheria zilizowekwa ambazo tulifuata zote. Kwa hivyo sisi kama Wakenya hatutaruhusu serikali ya Kenya kugeuza haki zetu za kikatiba na kuziita kwamba ni uhalifu. Lakini kuna baadhi ya polisi walijeruhiwa. Hata wewe Hussein Khalid umepigwa picha ukiwa unamhudumia, unampatia huduma ya kwanza afisa wa polisi aliyejeruhiwa. Nani alimjeruhi? Kulikuwa na watu wengi, ndio pale tulikuwa tunamuuliza hata yeye, je, ulikuwa umepigwa na kitoa machozi ama ilikuwa ni jiwe? Hakuna anayefahamu, ama alikuwa ameanguka. La kweli ni kwamba yule afisa dada alikuwa amejeruhiwa. Sisi waandamanaji wenzake maaskari walimkimbia, waliondoka kwa sababu walikuwa wengi. Walipomwona mwenzao ameanguka, walitoroka wakamwacha. Sisi waandamanaji ndio tulikwenda tukamchukua guu kwa guu mpaka kwenye ambulensi pale, tukaweza kumhudumia pamoja na wenzake. Kwa hivyo hii ni wazi kabisa kwamba waandamanaji wa amani hawakuwa na lengo lolote ovu, ila serikali na polisi walikiuka yale makubaliano tuliokuwa nayo wao. Leo asubuhi tumeshuhudia picha mitandaoni, video za uharibifu mkubwa ambao ulisababishwa katika maandamano ya jana. Wafanyabiashara wanalalamika mamilioni ya pesa yameharibiwa. Nani tumlaumu hapo? Audit, hapo ni kweli kabisa. Hata sisi tuliona kwamba kulikuwa na uharibifu wa mali, maduka yaliingiliwa, nafikiri hata kuna supermarket ambayo imeingiliwa. Na hawa ni wahalifu ambao hawakuwa baadhi ya wale waandamanaji. Hawa ni wale ambao wanatumwa na wanasiasa ili kutupa sisi waandamanaji wa amani jina baya. Kwa hivyo haya ndio mambo sisi tulikuwa tunatarajia polisi wataweza kuyaangazia. Sababu ya kutoa notisi ni kuhakikisha kwamba polisi wanajua yanayofanyika, ili mengine yote maovu yakifanyika wajue kwamba hayo sio yaliyokubaliwa. Lakini badala ya wao kuzuia uhalifu huo, walikuwa huku wakitupiga sisi waandamanaji wa amani vitoa machozi, hali ambayo ilikuwa inasikitisha kabisa. Nini kinafanyika baada ya leo?
Baada ya leo ni kusema kwanza lazima tuweze kuangalia majeruhi. Kuna wengi ambao wamejeruhiwa, kuna wale ambao wamefariki hivi sasa. Leo hii tulikuwa katika makafani tukijaribu kuwaomboleza. Kwa hivyo la kwanza kabisa ni kuwafariji, kuweza kusimama pamoja na familia za wale walioathirika. Baada ya hapo sasa ni kuendelea kuitisha haki, kwa sababu haimaanishi kwamba mkizidi kuua watu basi watu watanyamaza. Hili ni swala ambalo serikali lazima likumbuke. Kizazi hiki cha Gen Z, kila unapoendelea kukigandamiza ndipo pale unakipa nguvu kuzidi kudai yale wanayoyataka. Kwa hivyo tutaendelea kushirikiana ili tuipeleke hii nchi yetu mbele. Hakuna anayetaka utovu wa usalama nchini Kenya, ila kila mmoja wetu, wa Kenya wote wanayoyataka ni haki isimame. Shukran sana Hussein Khalid, asante sana kwa tathmini hiyo ya kina na mahojiano hayo, na Hussein Khalid ndio anayotukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu.